Wavuvi wa mkoa wa Kusini Unguja wamemuomba mgombea nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Hussein Ali Mwinyi miaka 5 awekeze zaidi kwenye uvuvi wa Bahari Kuu. Wakizungumza mbele ya Dr. Mwinyi katika mkutano wake wakulima hao katika uwanja wa Marumbi uliopo wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja, wamesema endapo serikali ikiratibu vizuri itaweza kuzalisha zaidi samaki. Amesema sababu ya sekta hiyo kutorasimishwa ni kutokana na kuwa wavuvi wengi wanakwenda kuvua kwa mazoea na kwamba endapo ikirasimishwa rasmi itasaidia Wazanzibari kunufaika nayo. Tunataka mashine ya kusarifia mwani, yani tupate katika ukanda wetu, japo ika Uroa ika Marumbi, lakini tuwe tunayo tu, tunakwenda tunapata kwa kwenda tukasarifu mwani mpaka kama tukipata paje unga hatuna kwa kuupata. Kwa hiyo na pia tupate elimu ya mwani. Pia kuna wakulima wetu wa Chaza. Wakulima wa Chaza tunavua Chaza katikati baina ya wapi ya Michavi na Marumbi. Sasa wakati wa kwenda wenzetu tunaomba vyombo vya wanaume wanakuwa siku za nyavu hatuvipati vyombo vyao. Kwa hiyo tunao makundi mawili, kundi la kusini na kaskazini. Mheshimiwa, tunaomba tupate vyombo viwili vya kusini na kaskazini. Hili soko hili hatuna, maana wale wanunuzi wa bei wetu wa Zanea wahama tena hawalitatuaga, tahamaki hawapo. Sasa hatutambui tukauze mwani wapi. Hilo jengine ndio la wakulima wa Chaza, ndio msilimaliza. Sasa jengine katika huu mwani huu, katika mwani tunaopanda sehemu ya eneo karibu ya eneo tengefu, unavurugwa, unakatwa na nyavu za wale wanaume wanovua nyavu, wanavuruga na zile vifaa vyetu. Ule mwani ukenda mapengo matupu haumo. Kwa hiyo tunataka hilo ulione la uvuvi haramu. Alafu ikawa mimi ni mratibu wa wanawake na watoto, naomba kitu kimoja. Watoto wa Marumbi wanasoma Uroa, kwa hiyo kuna matatizo mengi njiani, wanatishiwa, wanakosa amani, hawako katika salama. Kwa hiyo tunachokiomba, tunataka skuli darasa la form 3 form 4 liwepo Marumbi. Madarasa tunayo matupu, lakini nini tunakwenda Uroa linalotokezea mtoto kwa hafla unioni akawepo Marumbi. Uongo, kunaitwa skuli, kunafika kuna shughuli ya nini, lakini njiani wanapata matatizo na pori kubwa. Kwa hilo kwa mia yangu hayo hapo nishamani. Ni watu wa Marumbi na nafasi hii imekuja Marumbi, kwa maana hiyo itabidi lazima tuzungumze kwa niaba ya Marumbi. Na kusema ukweli tulikuwa tunaitaka sana nafasi hii, lakini inakutukalia wadimu sana. Kwa maana hiyo sisi watu wa Marumbi kwa ufupi ni wadau wa uhifadhi wa bahari, pia na sehemu sheria zote, na pia tunaheshimu sheria zote zikiwemo na sheria ya uvuvi. Mheshimiwa, kwa maana hiyo lipo eneo tumelihifadhi kwa muda mrefu, lakini lina changamoto wakati wa uvunaji. Tunapotaka kuvuna tunaambiwa tuandike barua idarani, na hata tukiandika barua majibu yanakuwa hayapo. Kwa hiyo tunakuomba kupitia kwako utupe idhini ya kuvuna wakati wowote tunaokuwa na mahitaji yetu kama shehia ya Marumbi. Na pia serikali imetumia pesa nyingi sana kwa ajili ya kuweka maboya ili kutumia wavuvi wa mtando, kwa sababu maeneo ya ndani yote yalokuwemo ni maeneo ambayo wavuvi wadogo wanatumia. Kwa maana hiyo serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 400 tunaambiwa
lakini mpaka sasa hivi wale wavuvi wanavua mle ndani ya eneo. Kwa hiyo Mheshimiwa, sisi watu wa Marumbi tunasikia tu kuna vyombo, kuna mashine, kuna mikopo, lakini haya tunasikia tu ndani ya mashikio yetu, lakini hatujaona hata kimoja. Tunaomba kwa heshima yetu, na si angalau tuonekane kama hii mikopo kweli inatoka. Pia tunasikia tu kuna mikopo hiyo, lakini haipo. Kwa hiyo tunasema kuwa Marumbi ni wadau wa uhifadhi wakubwa mno kupitia idara yetu ya uvuvi, na mafunzo mengi tumepata, lakini tunasema kuwa hili tatizo la uvuvi haramu halijaondoka. Tunaomba kama kweli sheria ipo, basi sheria itumike. Kama haipo, iwepo. Mimi nadhani nimewakilisha kwa niaba ya watu wa Marumbi. Asante sana. Kidumu Chama Mapinduzi! Awali ya yote, kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia na afya njema, lakini kwa kutujalia kwa ujumla kukutana katika miongoni mwa sherehe ama harakati za kampeni katika kutafuta nafasi ya uteuzi, hususan katika swala zima la Mheshimiwa Rais kupata awamu yake tena kwenda kutiki. Baada ya muktasari mchache, nene moja kwa moja katika pointi kwamba kwanza, kabla ya kwenda, nitoe shukrani za dhati sana kwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa kutuwezesha hususan wavuvi katika sekta nzima za uvuvi. Shukrani hizi ni za kipekee sana, kwa matumaini makubwa, kwa sababu awamu ya 8 ndio awamu pekee ambayo inamgusa mvuvi moja kwa moja. Hilo tunapenda kusema kwamba shukrani zako za dhati sana. Baada ya shukrani hizo, nende moja kwa moja katika kuona jinsi gani ambavyo tunasimamia vizuri ilani ya Chama cha Mapinduzi, hususan katika sekta nzima ya uchumi wa buluu. Uchumi wa buluu umesheheni vitu viwili vikubwa, ikiwemo bahari pamoja na masuala mazima ya utalii. Zanzibar tunajisifia kuwa tuna bahari ambayo bado kwa kiwango kikubwa hatujaifanyia kazi, na hatukuifanyia kazi kwa sababu 80% ya watu wa Zanzibar kiujumla tunatumia maji ya ndani. Mheshimiwa Rais, tunatumia maji ya ndani. Tunatumia maji ya ndani kwa sababu ya vifaa ambavyo tunavyokuwa tunavyo ni vinafika ndani tu. Bado hatujaitumia hata kwa 5% bahari ya nje ambayo ni deep sea. Kwa hiyo tunaiomba serikali, hususan katika awamu yetu hii ya 8, katika miaka 5 ambayo ya kumalizia, naamini insha Allah Mheshimiwa unachukua nafasi yako. Kwa hiyo nipende kusema kwamba Mheshimiwa Rais, tunakuomba, kwa kuwa sisi tuna bahari kubwa tu ambayo hiyo bahari yetu inasheheni vijiji 7, ni Ghuba ya Chwaka ambayo inaingiza samaki kila leo, na ni bahari ambayo kama itaenziwa na itaratibiwa vizuri, naamini itakuwa tuseme ni IQ kwa Zanzibar nzima, kwa sababu ina uwezo wa kuzalisha katika tuseme nusu wa Zanzibar nzima ama Zanzibar kwa ujumla. Kwa hiyo niseme kwamba bado hatujitumia sekta ya bahari ya maji makubwa. Tunakuomba awamu hii ya kumalizia basi tuwekeze zaidi katika swala zima la uvuvi wa bahari kuu. Hilo la kwanza. Swali la pili, Mheshimiwa Rais, nadhani kama nitarudisha kumbukumbu zako nyuma, niliwahi kuzungumza siku ambayo tumezungumza Mazizini wakati wa kampeni, na katika mambo makubwa ambayo nimeyazungumzia ikiwemo ni urasimishwaji wa sekta ya bahari. Sekta ya bahari tunaiomba tena Mheshimiwa Rais katika miaka 5 hii ambayo itakuwepo tena, inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia utafanikiwa. Tunaomba sekta ya bahari irasimishwe, iwe ni sekta rasmi, isiwe ni sekta ambayo kwamba mtu aende baharini kwa mazoea. Hili sisi wavuvi linatupa tabu sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu tunajiuliza bado tunaenda kwenye teknolojia au tunarudi kwenye tuseme huku digital wapi, nini nyuma kabisa, analog. Sasa tunaenda mbele, wakati tunaenda mbele bado tunaishi katika mazingira ya kawaida. Wazee wetu wametuachia urithi wa bahari, tunaenda vile vile na katika mazingira yale yale, kwa hivyo tunapata tabu sana Mheshimiwa Rais. Tunaiomba sekta ya bahari irasimishwe kikweli,
na itaporasimishwa vizuri sekta ya bahari, naamini insha Allah kila mwananchi atajivunia kwa sababu ya bahari hii. Kila mwananchi atajivunia. Kwa hiyo ninaipenda hiyo Mheshimiwa Rais kwamba utujalie utusaidie katika kipengele hicho. Lakini katika kipengele kingine Mheshimiwa, uchumi wa buluu unaambatana na sheria. Sheria ndiyo ambayo ndio mwongozo wa taifa letu. Na ukiangalia sheria za uvuvi namba 7 inakinzana kwa kiwango kikubwa na matumizi ya bahari kwa sasa. Kwa sababu sheria haimruhusu hata mimi mvuvi kutokana na mujibu wa sheria kwamba nitumie zana zote za uvuvi, bali hivi nilivyo hapa ndio ninapotakiwa niingie baharini. Kwa hiyo kutumia zana kama mfano kioo hairuhusiki, kutumia viatu vya kuogolea, sheria zote zinatubana. Hususan hata katika mazingira ya aina ya uvuvi ambazo tunatumia pia ni vikwazo kwa upande wetu. Kwa hiyo tunaomba katika sekta hiyo uliangalie kwa jicho la kipekee. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu Mheshimiwa Rais, nakuja katika changamoto kubwa ambayo inatupelekea kwamba tufikie hapa tulipo leo. Kuna jambo moja ambalo la kiuongozi. Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba ikiwa kichwa kibovu, ikiwa kichwa kinauma, sidhani kama kiwiliwili chote kitaimarika. Kitafuata kichwa tu. Kichwa ndio kila kitu. Kwa mujibu wa uendeshaji katika masuala ya kiuongozi, tuna changamoto kubwa sana ya kiuongozi katika ngazi za chini hadi ngazi za kati, hususan katika kamati zetu za uvuvi. Asilimia kubwa kamati zetu za uvuvi zinaendesha majukumu yao kwa kutumia akili zao, si kwa mujibu wa sheria na kanuni ambazo zinapangwa. Na hili ndilo jambo kubwa pekee ambalo linasababisha changamoto kubwa sana katika uendeshaji wa sekta ya bahari. Kwa hiyo ninachokuomba Mheshimiwa Rais, jitihada kubwa kamati zimefanya, wananchi wamekaa kwa pamoja katika kulifikisha hili. Nadhani mezani kwako Mheshimiwa Rais lishafika sana swala la Chwaka ama swala lazima la huba ya Chwaka. Kwa hivyo tunaomba changamoto kubwa masuala ya administration yako katika msingi administration ikawa vizuri kama ulivyo Mheshimiwa Rais, naamini kila kitu kitaenda vizuri. Hilo swala na kumalizia Mheshimiwa, kutokana na muda pana mengi sana, lakini kusana masuala la muda tunakuja katika swala zima la uwezeshwaji. Uwezeshwaji Mheshimiwa Rais imegawanyika katika pande mbili Mheshimiwa Rais. Katika swala la gharama ama uwezeshwaji katika vitendo, lakini vile vile katika swala zima la taaluma. Katika pesa za COVID-19 ambazo zimeingia katika fungu katika swala zima la uchumi wa buluu Mheshimiwa Rais, kuna vitu vingi ambavyo vimeratibiwa katika kutufikia sisi, hususan katika masuala ya maboti, nyavu za sahihi na vitu vingine vya kiuvuvi. Lakini na nipende kusema mbele yako Mheshimiwa Rais kwamba ni jambo ambalo linatukosesha fursa sisi wananchi, kwa sababu kwanza tumekosa taaluma hilo jambo. Kwa hiyo process za kupata mikopo ama kupata vyombo kunahitaji mambo mengi ili ufikie. Mimi awali nilikuwa ni katibu wa kamati ya uvuvi ya Chwaka. Nimeandika barua zipungui 50 mpaka 60 na waandikia watu kwa ajili ya kupata hizo bidhaa, kupata hivyo vyombo. Lakini nikueleze ukweli Mheshimiwa Rais, ndani ya huba ya Chwaka, hususan katika kijiji chetu cha Chwaka, vimepatikana vyombo 4 tu. Vyombo ambavyo vimeshindwa, havina hata dhana za uvuvi baada ya boti pamoja na mashine yake. Kwa hivyo tunakuomba Mheshimiwa Rais katika hili utuwezeshe vipatikane vifaa vya kisasa, lakini vile vile vipatikane vifaa kwa ajili ya harakati zote zile. Na malizia kwa kusema kwamba Mheshimiwa, mimi ni muumini katika uchumi wa buluu. Mimi ni muumini sana katika uchumi wa buluu. Napenda kusema kwamba kutokana na umri wangu mdogo, lakini nishaenda unalo shirika la uvuvi za Fiko, pamoja na msaidizi wako Komodo Hassan Mzengeri, alikuwa ana boti moja ya uvuvi. Katika kipindi chote hicho mimi nilikuwa miongoni mwa wavuvi katika hizo sekta mbili, za Fiko pamoja na ile Wesam ya Mheshimiwa Komodo. Lakini niseme kwamba hao wananchi ambao unawaona, hususan hao wavuvi, ni kuhakikishie Mheshimiwa Rais hakuna hata mtu mmoja ambaye atashindwa kufanya kazi katika meli. Hilo ni kuondoe hofu kabisa. Katika meli kunahitaji mwongozaji wa chombo. Akishapatikana mwongozaji wa chombo, akishapatikana na yule ambaye director muendeshaji tu, akisha captain na msaidizi assistant captain, waliobakia wote wanaweza kufanya kazi Mheshimiwa Rais. Wavuvi wote wa Zanzibar wanaweza kufanya kazi. Kwa hiyo sasa ni kuondoe hofu katika kusema kuna wataalamu labda ni wataalamu wanakuja wachache, lakini sisi wafanya kazi tuko wa kutosha. Usiwe na hofu katika hilo Mheshimiwa Rais.
Kwa hiyo machache katika mengi niseme kwamba Mheshimiwa, baada ya kumaliza hili lako katika ziara zako kubwa za machofu na katika harakati ya kutafuta ushindi wa kishindo katika kwanza kuhakikisha jimbo letu halina wasi. Hayo mambo mengine huko atamaliza. Lakini sisi jimbo la mkoa wa Kusini halina wasi hilo. Lakini niseme tu kwamba baada ya kumaliza pirika zote tunakuomba kwa heshima na taadhima sana uje tuone Wagugu wa Chwaka. Uje Chwaka, karibu sana Chwaka. Salamu nyingi ushatuletea, lakini na sisi tuna ombi letu kwako. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, utapotuliza kichwa chako, ushafurahia ushindi wako, basi tunakuomba uje Chwaka, uje zungumza na wananchi. Asante sana. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP